katika kijiji cha Mwanze wilayani Kalambo, mkoa wa Rukwa. Mnamo Agosti 5 ya mwaka 1944 alizaliwa Mwazama Polycarp Kardinali Pengo, mtu aliyekuja kuwa mwenye sauti ya upekee na yenye utulivu mno, mwana kanisa haswa. Tangu akiwa kijana alionyesha dalili za wito wa kitume, jambo lililopelekea kujiunga na seminari ya Kaengesa ambako alisoma kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita kati ya mwaka 1959 na 1964. Kipindi hicho kilikuwa msingi muhimu wa malezi yake ya kiroho, kitaalamu na kimaadili, yakimwandaa kwa huduma kubwa iliyokuwa mbele yake. Sasa baada ya kidato cha sita kuwa na ufaulu mzuri, aliendelea kuitikia wito wake wa upadri kwa kujiunga na seminari kuu ya Mtakatifu Paulo iliyopo Kipalapala, Tabora, huku akijikita katika masomo ya falsafa na baadaye teolojia. Akihitimu shahada ya kwanza ya falsafa mwaka 1968 na shahada ya pili ya utaalimungu teolojia mwaka 1971. Ilipofika tarehe 20 Juni 1971, alipokea daraja takatifu la upadri kwa kuwekewa mikono na Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Karema, kwa sasa ndio Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Na baada ya kupadrishwa, alihudumu kama katibu wa askofu kwa kipindi cha miaka 2, akionyesha uaminifu na bidii katika majukumu yake. Kutokana na uwezo na juhudi zake, alitumwa masomoni Roma, Italia, na huko alihitimu shahada ya uzamivu PhD katika teolojia ya maadili mwaka 1977, akijipatia taaluma ya juu iliyomwezesha kuchangia kwa kina katika mafundisho na maadili ya kanisa. Aliporejea nchini, alifundisha kwa muda katika seminari ya Kipalapala kabla ya kuteuliwa kuwa gambela wa kwanza wa seminari kuu ya Segerea, nafasi aliyoshika hadi mwaka 1983. Uongozi wake uliweka misingi imara kwa malezi ya mapadri wengi waliokuja kulitumikia kanisa Tanzania na kwingineko duniani. Tarehe 11 Novemba 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea ambalo ni jimbo Katoliki la Lindi. Aliwekwa wakfu tarehe 6 Januari 1984 katika Vatican, tukio lililodhihirisha imani na heshima kubwa aliyokuwa amepewa ndani ya kanisa la kiulimwengu. Mwaka 1986 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo jipya la Tunduru, Masasi. Na ilipofika tarehe 22 Januari 1990 aliteuliwa kuwa askofu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na tarehe 22 Julai 1992 akawa askofu mkuu wa jimbo hilo kufuatia kustaafu kwa kardinali. Tarehe 21 Februari 1998 alimteua kuwa kardinali na kumkabidhi parokia iliyoko Roma, kama ilivyo desturi kwa makardinali kupewa parokia kuisimamia kiashiria katika jiji la Roma. Akiwa kardinali, alishiriki katika mkutano wa makardinali conclave uliomchagua mwaka 2005 na baadaye ule uliomchagua mwaka 2013. Mwaka 2007 alichaguliwa kuwa rais wa nafasi aliyoitumikia hadi mwaka 2009, akitoa mchango mkubwa katika kuimarisha mshikamano na sauti ya kanisa barani Afrika.
Baada ya miaka 48 ya upadri na miaka 36 ya uaskofu, tarehe 15 Agosti 2019 alikubali ombi lake la kustaafu alipofikisha umri wa miaka 75. Kwa mujibu wa sheria za kanisa, katika miaka 36 ya uaskofu wake, miaka 29 aliitumikia kwa uaminifu Jimbo Kuu la Dar es Salaam, akiacha alama isiyofutika katika historia ya kanisa Tanzania. Ingawa ni desturi kwa makardinali wengi kuzikwa katika kanisa kuu, Cathedral, yeye alichagua kwa unyenyekevu kuzikwa katika kanisa la Hija Pugu, ishara ya unyenyekevu na upendo wake kwa waumini wa kawaida. Na mimi ni Anna Andrew kutoka N Catholics TV.